Ni siku kubwa kwenye historia na nilitamani pia kwenye diary yangu niandike kwamba tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 2026 nami pia nilikuwa moja ya waandishi wa habari ambao nilienda kuwapokea timu ya taifa ya Tanzania iliyotoka Morocco, na tulitolewa kwa hujuma katika michuano ya AFCON kwa sababu tulifika hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza kwenye historia ya mpira wa nchi yetu. Tangu timu ya taifa kuundwa hatujawahi kufika katika hatua ya 16 bora, lakini hata namna ambavyo tumetolewa kwa hujuma, penalti imekataliwa. Kwa utaona inatupa hamasa kwamba timu yetu ilikuwa strong na ilikuwa inazungumzwa zaidi, na mpaka sasa hivi tumeacha gumzo. Timu nyingi zimetolewa, Kongo ameacha gumzo kwa sababu ya Patrick Lumumba, yule shabiki aliyokuwa anapiga namna ambavyo Patrick alikuwa anavaa, mienendo yake na vitu kama hivyo, lakini anazungumzwa kwa sababu ya Patrick Lumumba. Sisi Tanzania tunazungumzwa kwa namna tulivyomtikisa Giant Morocco, timu namba 1 barani Afrika, timu ambayo duniani na renki bora sana, timu iliyofika nusu finali kwenye michuano ya World Cup kama unakumbuka kule nchini Qatar. Kwa hiyo utaona namna ambavyo timu yetu imekuwa strong, na leo nikasema nitoroke, yani nimefanya kipindi kimataifa nikawachia wengine, nikachukua pikipiki nikawahi kuja kuandika hii rekodi na historia kubwa sana, kama ambavyo mashabiki nao wamejitokeza kwa wingi. Kwa hiyo kwangu ni furaha na hakika tumesogea, tumeadvance kwa kiwango kikubwa sana. Tukiachilia la Taifa Stars, hivi sasa kumekuwa kuna maneno mengi kwamba pengine wekundu wa Msimbazi Simba wanaweza wakawachana na Neo Maema na Jean Charles Ahoua. Mzee wa friji bovu, wewe ni mkongwe katika haya mambo, hizo taarifa zina ukweli? Mbona mmekimbia kwenye masuala hayo? Leo nilijua ni timu ya taifa. Vipi? Si tumeshazungumza taifa, ni mapokezi kidogo hivyo. Yaani kidogo hivyo ndugu zangu. Tutazungumza sana Taifa Stars. Oya, mbona kidogo sana? Yaani nitegemea mtasema hamasa hela milioni ngapi ndugu zangu. Vipi? Zina ukweli hizo taarifa? Na? Hizo taarifa zina ukweli? Bana, Neo Maema ni kweli anaachwa. Taarifa ambazo zipo kwenye vyanzo ni kwamba Neo Maema alikuwa na mkataba mkopo wa mwaka 1 na Simba, na Neo Maema analipwa pesa nyingi kuliko mchezaji yoyote wa Simba. Mkwala anapokea kama milioni 23. Hakuna mchezaji ambaye analipwa fedha nyingi mshahara kama Neo Maema. Mwamba anakula milioni 50 kitu kwa mwezi. Lakini ukiangalia tangu ametua ndani ya Simba nusu msimu, Neo Maema katika huo mshahara anaokula, je, anaulipa uwanjani? Ukiniuliza mimi nitakwambia ulipi, kwa sababu ukisema labda kimataifa kidogo alionyesha Simba hawajafika pazuri, bado hawako nafasi nzuri mpaka sasa kimataifa. Lakini pia hata kwenye ligi Neo Maema hapati nafasi ya kuanza, anacheza dakika chache sana. So mchezaji aliyotoka Mamelodi Sundowns, Mamelodi hadi kukubali kwanza kuachia. Sikia bana, Mamelodi akikupa mchezaji kwa mkopo, unajua huyo ameshatumika, ameisha. Ni kama kasha la pipi. Unatafuna pipi, umetupa kasha. Kwa hiyo Mamelodi walichokifanya walikuwa wanampa tu, kwa sababu Mamelodi ni washindani wa Simba. Mamelodi ni washindani wa Simba na washindani wa Yanga. Hawezi kukupa mchezaji krimu, mchezaji wa maana. So Neo Maema amefeli, ameshindwa kuonyesha. Anawekwa benchi na kina Mutale brother. Simba amefikiria kuachana naye ili kuongeza mchezaji mwingine katika dirisha hili dogo, na kwa sababu ni mkataba mkopo kwa Simba haina hasara. Hasara yake ni work permit, vibali vya kazi na mambo kama hayo. Lakini ukisema kwamba labda walipata hasara, hawajapata hasara kwa sababu alikuwa ni mchezaji wa mkopo. So mimi naongea nao wakitaka kumwacha, kwa sababu nimepata taarifa kwamba wanataka kumwacha kwa sababu bado hajaonyesha, hajawapa kila ambacho anakitaka. Wanataka kuingiza mchezaji, na huyo mchezaji pia tayari jina limeshaingia kwenye friji bovu mpaka sasa. Ni nani huyo? Jibril Sila ameaga na amevunja mkataba pale ESTF ya pale nchini Nigeria. Jibril Sila alikuwa Azam FC, lakini nyota ambaye alifanya vizuri sana akiwa Raja Casablanca, amecheza JS Soura, amecheza Tennis ya pale Senegal kama nome. Kwa Jibril Sila yuko free, ni free agent. Simba wanafikiria kumpata free mchezaji huyo ambaye anaenda kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Na ukiniambia Jibril Sila anaweza kwenda kukopa kwa sababu yeye ni mchezaji ambaye ni winga,
ambaye ni invited winger anayetokea upande wa kulia, anapenda kutumia mguu wake wa kushoto, anaweza kwenda kuongeza kitu kikubwa. Simba wanamfahamu, amewafunga Simba, amewafunga Yanga katika nyakati tofauti, lakini ni mchezaji mwenye kasi na ana maarifa katika eneo la mwisho. Kwa hiyo Mutale pia anazungumzwa kwamba kocha anawatazama kwenye hii mechi ya leo ya Azam, lakini pia kama watafanikiwa kwenda fainali anataka kumtazama kwenye mechi ya Yanga. Ikitokea Mutale pia hajashawishi, anaweza akamwacha. So Djibril Sila ni mmoja wa wachezaji ambao wanawindwa kwa sasa kwa sababu ni free agent na mazungumzo yamekwisha anza, ili aweze akaende kuongeza nguvu. Anaweza kucheza eneo la winga, pia anaweza kucheza kama namba 10. Kwa hiyo ni jina ambalo mpaka sasa hivi liko sokoni. Wanamzungumza Chuku, anaweza kutua kwenye kikosi cha Simba. Wewe kama Friji Bovu, tunakuamini sana katika mambo haya ya usajili, hilo lina ukweli? Singida wameanza mazungumzo na nyota aliwafanya kitu kibaya sana Young Africans, Uchizi Vunga. Singida wanamtaka Uchizi Vunga kwa sababu eneo lao la kiungo tayari amechukuliwa Damaro Kamara, lakini Morris Chuku anacheza vizuri namba 6, namba 8, namba 4, namba 5, na ni mchezaji ambaye alishuka chini akaonyesha ubora wao. Simba wameangalia uwezekano wa kumpata kwa sababu walikuwa wanahusishwa pia na Diomande wa Singida Black Stars ili kwenda kutumika pale ndani ya Simba Sports Club pamoja na Chama, lakini kwa sasa wamehamisha nguvu kumtaka Morris Chuku kwa sababu ni versatile player. Morris anaweza kucheza namba 8, namba 6, namba 4 na namba 5 in very perfect way, lakini pia ana haiba ya captain, ni commanding defender, ni commanding captain. So naona taarifa nimezipokea kwamba wanamtaka Morris Chuku, lakini Singida wanachotaka ni mzigo. Yaani Singida ni timu ambayo inaweza ikauza wachezaji 70% na bado wakawa na wachezaji wazuri, hawajai kufeli. Wewe niambie, aliondoka hata baada Singida hajatereka pale, aliondoka Jonathan Soa, wameleta Mwaku, lakini kina Chama wameenda Fabala pale, kina Maruf Chake walifanya kazi nzuri, kina Diomando wale pale, kina Elvis Rupia. Kwa hiyo Singida wana watu ambao wanajua wachezaji wazuri, lakini pia sio wavivu kutoa pesa mfukoni. So kwangu hata kama Morris Chuku ataenda Simba, Singida bado hawezi wakaishiwa zaidi, wanaweza wakaenda sokoni na wakampata zaidi wa Morris Chuku.